Wazazi na walezi wetu mmekuwa na juhudi nyingi sana katika kututimizia mahitaji yetu ya shule, kama vile kutununulia vitabu na madaftari, mabegi mazuri ya kutuzia vifaa hivyo vya shule, wakati mwingine kutupeleka shule nzuri tena za gharama sana. Haya yote ni mambo mazuri kwa ajili ya maisha yetu ya hapa duniani. Pia tunaomba kutusaidia ili tufanyike kuwa wana wa ufalme, kama neno la Mungu linavyosema, utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Mathayo 6:33. Leo wazazi na walezi wetu, Mungu anaomba muwe na juhudi nyingi sana katika kutulea kwa kutufundisha neno lake Mungu aliye hai bila kuchoka, mnapokuwa nasi nyumbani, mnapotembea nasi njiani, kabla hata tunapoondoka kwenda mashuleni. Ndio maana neno la Mungu linasema, nawe wafundisha watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembea na hapo. Kumbukumbu la Torati 6:7. Wazazi na walezi mna wajibu wa kushiriki kikamilifu katika kutulea na kutukuza sisi watoto wenu katika misingi ya kiimani katika Mungu. Malezi ni mchakato wa kutusaidia sisi watoto kupata maarifa na stadi za maisha, hatua za ukuaji wetu, ili tuwe na tabia na mwenendo unaompendeza Mungu, wazazi, walezi, jamii na taifa kwa ujumla. Itupasalo wazazi na walezi, mnajiweka akiba yenu ya baadaye, yaani sisi kuja kuwatunza wakati wa uzee wenu. Kumbukeni kwamba mtu unapoendelea kukua unarudi kwenye utoto ambao unakupeleka kwenye uhitaji wa kusaidiwa na sisi ambao leo tunatuona kama watoto. Waturuhusu tuwe tunamwabudu Mungu na kumtumikia. Tusikae nyumbani kufanya kazi wala kucheza ovyo, ila tumtumikie Mungu kwa wema wake. Tulina tangu tunazaliwa. Sasa tulikuwa tunaomba mtupe tuendelee kwenda kanisani na muendelee kutuhimiza kwenda Sunday school. Wito kwa wazazi, watoto wenu wana vipawa vingi sana, lakini mara nyingi sana wazazi tumeshindwa kufuatilia vile vipawa vya watoto. Tumebezi upande mmoja tu kwa elimu ya kidunia. Elimu ya kidunia ni kweli ni nzuri, inatusaidia, lakini mwisho wake haiwezi kutufikisha mahali pema patakatifu pa Mungu aliye hai. Na ni vigumu sana, nikwambie mtu wa Mungu, ni vigumu sana kwa mtoto ambaye ameharibikiwa kupandikiza imani ya Mungu ndani yake. Ni ngumu sana. Lakini ni vyepesi sana kwa mtoto aliyesimama na Mungu kupandikiza elimu ya kawaida. Ni rahisi sana mtoto kuperform elimu ya kawaida na akawa na elimu na akawa na imani katika Mungu wetu aliye hai. Kwa hiyo nitoe wito kwa wazazi na walezi, hebu tushirikiane na walimu pamoja na viongozi wa kanisa katika kuwalea watoto hao. Unalea mtoto wa kiume, jua kwamba unalea mume wa mtu. Kwa hiyo unapomlea, mlee katika misingi ya kuja kuwa mume bora. Bwana Yesu asifiwe. Kuja kuwa mke bora ili usisahau. Na kama unalea mtoto wa kike, umepata mtoto wa kike, jua kwamba unalea mke wa mtu. Kwa hiyo umlee katika misingi ya huyu binti kuja kuwa mke bora wa familia. Bwana Yesu asifiwe sana.